Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mwaka huu tumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa bei ya tumbaku. Tumekaa vikao vinne kimakubaliano na wanunuzi, na baada ya hapo ilibidi sasa liende kwa waziri. Bodi walilichukua wakalipeleka kwa waziri mwenye dhamana, limechakatwa kule, ndipo ikaja hiyo bei ya $1.95. Sisi kulingana na maelezo yaliyokuwa yakitoka upande wa wanunuzi, pendekezo letu sisi tulikuwa tumeng'ang'ania ibaki kama ya mwaka jana, walau isipande, ibaki pale pale. Hata kama itashindikana kabisa, basi isitoke kwenye $2. Ndio ulikuwa msimamo wetu, lakini haukukubaliwa, na mpaka ulipoenda kwa waziri ndio ikaja hiyo $1.95. Swala la madaraja likawa sasa tunatengeneza kwenye vikao vyetu kule. Tumeanza kutengeneza madaraja tukashindana. Sisi upande wa wakulima tulichokuwa tumesimamia, ukichukua $1.95 ukaichukua na $2.10 ukaangalia ile tofauti pale ni senti 15 zinazopungua. Kwa hiyo sisi tukasema tuchukue bei au tuchukue yale madaraja tuliyotumia msimu uliopita, tupunguze kwa kiwango hicho kilichopungua kwenye wastani wa bei, ambayo ilikuja kuonekana kama ni 7 na sehemu. Tupunguze kwenye madaraja, tukifanya na ndio tulioandika, tukaipendekeza, tukaipeleka kwa wanunuzi, lakini na wao wakaikataa. Moja ya jambo walilokataa, wanasema kwamba madaraja tuliyotumia msimu uliopita yalikuwa yako juu. Ukiyachukua yalipo ukaingiza kwenye mfumo wa utengenezaji wa madaraja, yanaleta wastani wa $2.46. Tukiyapunguza kwenye hiyo wastani wa hiyo tuliyowasilisha, inatupeleka kwenye $2.31, kitu ambacho sasa ukiweka kwenye mfumo ambao wao wenzetu wa makampuni walitaka ifanyike, hata tumbaku hata $3 ilikuwa haipo. Ilipotengenezwa na kuanza kuichakata, tulishindana. Ndio maana hamjaiona, mnaiona chini chini. Sisi upande wa wakulima hatukuikubali kwa hicho ulichomsemea mwenzetu mkulima, kwamba tuliona haitulipi, hatukuisali, likabaki mikononi mwa mwenye mamlaka. Sasa kwamba itakuja nyingine ama itaendelea hiyo nyingine, hilo liko nje ya sisi. Tunachosubiri ni maelekezo, kwa sababu yupo mwenye zao, labda yeye ndo atatuambia kama ndio imeenda hiyo au kama bado atasema, lakini sura hiyo na hayo mengine. Lakini kabla sijakupa nimalize mimi na hili na huku, baadaye nitakuruhusu uendelee. Kwenye swala la mwenzetu Eliza Mtwasaba kuhusu pamba inavyozidi kuporomoka na tatizo la bei, na alitushauri kwamba tuone utaratibu mwingine. Mimi nafikiri kama mmetufuatilia kule mwisho kwenye taarifa yetu, hata sisi tumeshaliona hiyo. Tumeshaanza mchakato wa kuongeza mazao. Mojawapo ya zao, kuna zao la korosho, na tayari Mwaruguru AMCOS, kama yupo asimame, Mwaruguru AMCOS hawa tayari wameshaanzisha, na hapo Mdota, na taratibu nyingi zinaendelea, lakini wao ni mfano katika hili. Korosho ipo pale, wameshaanza, na tumeshaweka mpango wa kuanza uzalishaji wa mbegu za korosho ili tuanze kuzisambaza. Na moja ya jambo ambalo tumeliweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mbegu zinapatikana kwa wingi, tunaangalia uwezekano kupitia mradi wa tumbaku, swala la upandaji wa miti. Kila chama kinatakiwa kipande miti kila mwaka. Wawekezaji ama watakaokuwa wanachukua dhamuni ya kuotesha miche
miche ya miti. Tumeshauri iwemo na package ya miche ya korosho, ikiwemo tutaisambaza kule ambako, kwa sababu kwenye miti tunakumbana na jambo moja, wakati mwingine wanaotesha, lakini inakosa pa kupandwa, inakufa ovyo. Lakini tukitengeneza miche ambayo ina mtazamo mwingine, tutawapa watu, wataenda kuipanda na italima na itaenda sehemu mbalimbali, kwa sababu kwenye hiyo kuna kila aina ya tutajikuta tumeingia kwenye kupata zao kupitia hata hiyo, lakini vile vile kupitia halmashauri. Bahati nzuri mgeni wetu rasmi yeye mwenyewe ndio kitengo chake wameshaanzisha, kama sikosei, Mwaruguru wameshatoa mbegu, wana nasari na wao wataendelea kuzalisha, kuongeza kwenye hilo. Mimi niombe tutoe ushirikiano kwenye hili. Wenzetu Tabora tayari wana korosho pale, wanazidi kujitanua. Wenzetu Singida, Siamu wana korosho, kwa hiyo wanaendelea kujitanua. Korosho tunaisikia kule kusini jinsi inavyofanya vizuri, na ardhi zetu zinaruhusu. Kwa hiyo tutoe ushirikiano kwenye hilo. Lakini pili, tuna zao la katani. Zao la katani, Lugunga Amkosi, wasimami Lugunga Amkosi kama wapo, Lugunga Amkosi wapo. Hawa ni mfano, tayari wana shamba la katani pale, na katani mpaka hata hizi katani za kawaida loko hivi zinavunwa. Sasa tumeanza huo utaratibu, na wenyewe tuweke mazingira ya kuanza kuwekeza mazao hayo, ni pamoja na hayo mazao sasa ambayo yapo kwenye mfumo wa stakabadhi, korosho, dengu walioko pazuri pale, lakini tunajaribu na zao la mpunga tulione, lakini tusingatie ushauri wa mwenzetu walivyosema, ikitokea tukaingia tuwe waaminifu. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya mikakati tulionayo, lakini mlango haujafungwa. Yawezekana tukaiona fursa kule nyingine. Mimi nilipata bahati nikatembelea mheshimiwa mbunge mstaafu Kalemani pale Chato, ana shamba la maembe haya yanayozalishwa mepacha zile za kisasa, kitu ambacho ni chepesi, hakihitaji mambo mengi sana, lakini ukiuangalia ule mradi uko vizuri tulivyoona. Sisi kama bodi tumeshaligusa lile, lakini tukasema tunahitaji tukajifunze zaidi, tupate elimu. Mungu akitusaidia tunaweza tukaenda Dodoma, kule ndio wamewekeza zaidi. Tukiliona nalo limekaa vizuri, tutawaletea tuone. Tulikuwa tunafikiria hata kwenye shamba letu hili hapa, badala ya kukaa wazi, ule mradi tunafikiria tukiliweka vizuri tuweke hapa wakati mwingine, kwa sababu yeye mwenyewe tulikuta amekataa hela ya hao watu wa nani, wamempa 600 kila aina ya nini ya tunda, anasema hii hailipi. Kule Dodoma ana kampuni za Wajapani ndio wanaowauzia. Kwa hiyo ni mradi ambao ukifuatilia kabisa vizuri kwa maelezo unalipa. Sasa tuendelee kuyapokea na mengine kama mnayo, tuendelee kuyachakata. Dakika ya mwisho tutafute mbadala wa mazao. Naomba niwe wazi, bodi ya tumbaku ni kwamba ni mwenyewe nimepata mshtuko kidogo kusikia mkulima anasema bei imetoka. Bei haijatoka, bado kwenye mapendekezo. Hiyo bei ambayo unaiona kwenye mitandao ya kijamii ni mtu tu amepiga picha naendelea kusambaa. Kwa bei rasmi itatoka. Serikali hatufanyi kazi kwa mitandao, hatufanyi kazi kwa maneno. Serikali inafanya kazi kwa maandishi. Kwa bei itakaposainiwa rasmi utaiona wewe mkulima. Kwa hiyo bei, sisi bodi ya tumbaku bado hatujatoa bei, lakini kutokana na vikao vinne vilivyokaa ambavyo mwenyekiti amehudhuria na wajumbe
wengine kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Proposal na mapendekezo yapo kwenye mchakato. Kwa mkulima wa tumbaku, bei bado haijatoka, iko kwenye mapendekezo, isipokuwa baadhi ya wajumbe ambao wamehudhuria kwenye kile kikao wanatoa taarifa ambayo iko ndani ya kikao kwamba bei itashuka. Tukumbuke mwaka jana wastani wa bei ulikuwa $2.1. Mwaka huu maneno yanayosambaa ni $1.95. Ile bei haijasainiwa kulingana gharama za pembejeo kama wakulima mlivyosema, kulingana na hali ya uzalishaji iliyopo. Kwa hiyo usije ukachukua mwenyekiti ile bei au katibu ukaenda kubandika chamani kwako kwamba jamani bei ni hii. Hapana. Proposal ikishakamilika, sisi bodi ya tumbaku tutawaletea bei na union tutawaletea bei. Mimi naomba kwa hilo swala la bei bado sio rasmi, bado iko kwenye mapendekezo. Nilikuwa naomba mwenyekiti, kabla ya kumaliza hapo, nitoe tu ombi kwa wakulima wa MDCU. Bodi ya tumbaku tumekuwa tunapita pamoja na makampuni kwenye vyama vyenu. Ni dhahiri kwamba hamvuni michumo ya chini. Vyama vingi havivuni michumo ya chini. Bodi ya tumbaku tunawaomba mvune michumo ya chini, kwa sababu zile kilo zinapotea. Kwa maana hiyo, katika makisio ya union pamoja na chama kutatokea kitu ambacho hamtaweza kufika malengo. Jambo lingine labda kwa wakulima kulisisitiza hapa ni swala la ufungaji wa michanganyiko na ngulani. Hilo ni moja ya sababu ambazo zimefanya bei ichelewe kutoka. Waswahili wanasema kikulacho kingoni mwako. Kwa leo tunapitia hali hii ya bei watu kukutana, kwa sababu msimu uliopita, tuwe wazi, sisi tunanunua tumbaku, kuna wakulima wamekuwa wanafunga mawe, kuna wakulima wamekuwa wanafunga vitu ambavyo havieleweki kwenye tumbaku. Kwa proposal kadi inavyoendelea, kwa msimu unaokuja kutakuwa na faini kwa wale wakulima watakaofunga michanganyiko. Faini ni $500 kwa mkulima mmoja, lakini kwa chama ni shilingi $1,000,000. Kwa yule atakayefunga ngulai, maana yake akafunga tumbaku na kitu ambacho sio tumbaku, bodi ya tumbaku tunatangaza rasmi hapa, hiyo tumbaku tutaisizi, tutaiuza sisi kama serikali. Naomba kwa tumepitisha, najua mmetupa kazi, tutatekeleza. Ni ahidi tu kwamba tutakapokuja kukutana tuombeane uzima, tutakuja kuona mabadiliko makubwa. Kikubwa tutekeleze kila mtu kwenye sehemu yake. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumekipeleka chombo chetu. Mgeni rasmi, ni kushukuru kwa kuweza kuja kushiriki na kutuvumilia mpaka tumemaliza hapa. Mimi nashukuru. Natoka chama cha Mishaki wa Saba. Mimi changamoto yangu iko kwenye zao la pamba. Zao la pamba, kuna mjumbe mmoja aliyekaa muda fulani alisema limetufia wote mikononi. Shida ni bei, ndio maana watu wanahamia kwenye mazao mengine. Itafikia stage hata hapa tutakuwa tunapoteza muda, wanabaki watu wa tumbaku, dengu, labda na choroko. Mimi ushauri wangu, naomba tuhamasishe pamba na turudi kwenye mazao mengine, hata hizo ngozi zetu zipate uhai, hata swala la Isa litaisha. Lakini bado sio hilo tu, bei ya pembejeo imepanda. Yaani bei ya tumbaku inashuka, halafu bei ya pembejeo inapanda. Tunakwenda wapi? Gharama za kuendeshea zao la tumbaku ziko juu sana. Nikuombe ndugu mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, kwanza unihakikishie kwamba hii bei ndio imeshapita moja kwa moja au bado ipo kwenye mchakato. Lakini kama bado sio kwamba tuiachie management ndio ifanye chama cha kwetu, sio za management. Hatuwezi kuiachia management. Sisi ndio tuamue. Mimi kwa mpendekezo yangu nipata kubaliana na mwenyekiti kwamba kwa sasa tujipange sasa kwa spidi nyingine, kwa sababu kumekuwa na mwingiliano hapa katikati. Mara tunapangiwa vyama vya msingi, wewe chama cha msingi na baada ya kuuzia union uuzie kampuni fulani, ambapo nikaleta union na ushirika ndio utakwenda pamoja. Pembejeo
kwa wakulima wa zao la pamba tunasumbuka sana kuzipata, zinachelewa. Sielewi ni nani anayezifuatilia mpaka ziwapate wakulima. Mkulima analima pamba mwezi Novemba, anakuja kupata pembejeo mwezi wa kwanza wa pili. Hana mtaji wa kuendesha kilimo cha pamba, inalazimika kuja kufikia msimu wa kugawa pembejeo, pamba imeshaharibika tayari. Hali hii haileti tija kwa wakulima wa zao la pamba.